Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzana yale yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa moja kati ya taarifa kubwa kwa hivi sasa ambayo inasambaa sana kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii hasa pale nchini Israel, lakini pia taarifa ambayo ilitoka hapo jana kupitia chanzo cha Israel kilichonukuliwa na CNN inaeleza kwamba Israel na Marekani wanaripotiwa kuratibu maandalizi kwa ajili ya uwezekano wa duru mpya ya mashambulizi dhidi ya Irani. Sasa hivi kinachoendelea ni mvutano mkubwa uliopo kati ya Marekani pamoja na Irani katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi dhidi ya meli za kijeshi za Marekani kutoka upande wa Iran, lakini pia mashambulizi ya boti za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutoka upande wa Marekani yamekuwa yakikithiri kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ni hatua ambayo inapelekea mvutano huu kujitanua mabawa yake, lakini kuonekana kwamba hata ceasefire ambayo ipo kwa hivi sasa ikiwa haifanyi kazi tena, huku kukiwa kuna ripoti ambazo zinaeleza kwamba Marekani pamoja na Israel kwa pamoja wanapanga kwa siri kabisa uwezekano wa kufanya mashambulizi mapya dhidi ya Irani. Lakini lengo ni kushambulia miundombinu ya nishati na baadhi ya viongozi ili kuishinikiza Irani kwenye mazungumzo. Ikumbukwe mazungumzo ya mwisho ambayo yanatarajiwa kufanyika Islamabad pale nchini Pakistan hayakufanikiwa kwa sababu rais wa Marekani Donald Trump alisitisha kutuma ujumbe wa Marekani moja kwa moja kuelekea Islamabad nchini Pakistan. Lakini mazungumzo ya nyuma yake tena, viongozi wa Irani wakiongozwa na spika wa bunge la Iran Muhammad Bagher Ghalibaf pamoja na waziri wa mambo ya nje ya Irani Abbas Araghchi walisitisha mpango wao wa kusafiri kwenda Islamabad nchini Pakistan, wakishinikiza kwamba hawawezi kuwa katika mazungumzo kwa kipindi ambacho vitisho vya Marekani chini ya rais Donald Trump vinaendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa Marekani na Israel kwa hivi sasa wanaandaa mipango ili kuishinikiza Iran irudi katika mazungumzo ambayo interest kubwa iko upande wa Marekani, maslahi yake yatimizwe, na Irani imekuwa ikiyaona masharti hayo kama hayatendi haki katika taifa lake. Sasa hatua hii ni hatua ya siri, na kwa mujibu wa chombo cha habari cha CNN ambacho kiliripoti, kilielezea tu kwa uchache kwamba kuna mipango ya siri ambayo inafanyika kwa hivi sasa, lakini hakikutoa maelezo kamili na ni uamuzi gani wa mwisho ambao utafikiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini chanzo hicho kilieleza kwa kusema kwamba lengo litakuwa kufanya operesheni ya muda mfupi inayolenga kuishinikiza Irani kutoa makubaliano ya ziada. Chanzo kilisema kikisisitiza kwamba hatua yoyote bado itategemea uamuzi wa mwisho wa Donald Trump. Mfululizo wa kauli za rais wa Marekani Donald Trump kuitishia Jamhuri ya Kiislamu ya Irani unazidi kuendelea. Siku ya hapo jana, rais wa Marekani alisema kwamba ataifuta Irani duniani, yani ataifuta kabisa katika ramani ya dunia, ikiwa tu yale ambayo yanafanyika ya kushambulia manowari za kijeshi za Marekani katika mlango wa bahari wa Hormuz yataendelea au yatafanyika kwa kiwango kikubwa. Siku ya hapo jana, Marekani ilizindua operation ya Project Freedom, operation ambayo ililenga kusindikiza meli ambazo zilikuwa na mkwamo mkubwa katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa ikaibua sintofahamu kubwa, mambo yakazidi kuwa makubwa, tukashuhudia mashambulizi ya Irani katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa jinsi ambavyo Irani ilifanya mashambulizi hayo, ikaonekana wazi kabisa kwamba ilikuwa inalenga maslahi ya Marekani katika kituo cha mafuta pale Fujairah nchini UAE. Sasa mtazamaji wetu, kuna vitu vingi sana ambavyo viko vinajiri kwa hivi sasa, hususan katika mlango wa bahari wa Hormuz na hali halisi ya vita ambavyo inazidi kuwa ya sintofahamu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Basi kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kukomenti pamoja na kushare.